mliosimama nasi na kututia moyo katika njia moja ama nyingine. Nataka kusema asante sana, maana mlirahisisha shughuli za kuweza kumpumzisha ndugu yangu kutoka katika taabu za dunia hii. Asante sana, Mungu awabariki na Mungu awatende mema. Leo hii jioni tunasafiri kurejea Garissa na tutafika kesho mwendo wa saa 7 saa 8, na tunaomba maombi yenu kutuombee katika safari hii. Safari ndefu kabisa, lakini tunaomba ya kwamba neema ya Mungu itakuwa pamoja nasi. Nataka kulileta neno la Mungu. I had a detailed message on the scriptures ambazo nimezisoma, lakini leo niruhusu tu niongee sehemu ya huo ujumbe. Ujumbe kichwa chake unasema we are the children of God. We are the children of God. Na sehemu ambayo naenda kuongelea inaitwa how to recognize the children of God. Jinsi ya kuwatambua wana wa Mungu. Bwana asifiwe. Haswa somo la leo nitaweza kuchukua vifungu mahali tofauti na nitaweza kukompile yote, na mwisho wa siku nitakuwa nimekuletea neno la Mungu, jinsi ya kutambua watoto wa Mungu. Today we are going to look at 3 ways in which we believers can become the children of God. Naenda kuangalia njia 3 tofauti ambazo zitatusaidia kujitambua kama watoto wa Mungu. And as we look into this study, you will be required to examine and see whether you are a child of God or you are just a follower or a believer. Tunaenda kusoma somo hili, na mwisho wa somo hili utajitambua kama wewe ni mtoto wa Mungu ama wewe ni mfuasi tu. Leo naenda kufundisha. I'm going to preach, I'm going to teach. Tunaendelea na Bible study. So I'm going to teach how to recognize the children of God. Number 1, a child of God does not revenge when he has all the reasons to revenge. Mtoto wa Mungu yeye halipizi kisasi hata akiwa kila sababu ya kulipiza kisasi. Jina la Bwana libarikiwe. We read Luke chapter 6 verses 35. Luka 6 mstari wa 5. Biblia inasema hivi katika Luka 6 mstari wa 35. Luke chapter 6 verse 35. Luke chapter 6 verses 35. Maandiko inasema hivi, but love your enemies and do good and learn, hoping for nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for he is kind to the unthankful and the evil. Biblia inasema kwamba lakini ninyi wapendeni adui zenu na kuwatendea mema, muweze kuwapa ama muweze kuwapa vitu, msitarajia chochote kutoka kwao, kwa sababu thawabu yenu ni kuu, na nyinyi mtakuwa wana wa Mungu aliye juu, kwa sababu yeye ni mkarimu hata wasiokuwa washukrani na waovu. Bwana asifiwe. Na nimesema kwamba jambo la kwanza na la muhimu ili umtambue mtoto wa Mungu ni ya kwamba yeye si wa kulipiza kisasi. Haleluya. Amen. Wakati waikosewa, naona ni mama na Vivian peke yake waikosewa na Jose. Asante kwa wengine kwa sababu mnaishi katika ulimwengu wetu. Afadhali ni katika maisha haya ya kila siku tunapata watu wa kutufanyia maovu.
siku baada ya nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Tulipokuwa shuleni pale Moses Beach Primary School Bashir, siku ya kufunga tulikuwa tunatafuta mtu wa kufunga na yeye. Haleluya. From day one tulikuwa tunatafuta mtu wa kufunga na yeye shule. Na tulikuwa tunahakikisha kwamba hiyo siku ya kufunga shule umefunga na mtu. Tumemrevenge kwa ajili ya pengine makosa aliyokufanyia. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na hiyo ndio maisha ya kawaida. Huwa tunakosewa na watu kila siku. Wewe utakosewa, mimi nitakosewa. Hiyo ni kawaida tu. Na wengine wanafika kiwango ya kusema kwamba nimekusamehe lakini sitasahau. That is true. Unapokufanyia makosa utamsamehe. But you don't need to forget kwamba alikufanyia makosa. Wacha kujijia hapo moja ati nimekusamehe na nimesahau. How can you forget mtu aliyeua baba yako? Na unajua aliua baba yako. Unajua alikuibia kitu chako cha dhamana. How can you forget? Bwana asifiwe. But we sometimes forgive what the people have done to us. Mtoto wa Mungu yoyote yule katika maisha haya ya imani hukosewa. Sio kwa ulimwenguni kabla hatujaokoka pekee. Hata katika maisha yetu ya duniani tutakosewa. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna mtu anakufanyia mambo ambayo si mazuri. Kuna mtu atakupangia njama ya kukumaliza. That is common. Hii inadhihirisha kwamba tuko katika ulimwengu wa dhambi. Kwa sababu mtu atatafuta sababu ya kukukosea. Wakati mmoja nikiwa nahubiri katika kanisa la Kenya Assembly kule Mnyenya, tulikuwa na mchungaji mmoja wa PAG. Washirika walipanga kumwangamiza kwa sababu yeye alikuwa na misimamo yake ambayo anajua ni kweli. Na siku moja nikiwa naenda kanisani asubuhi, na siku hiyo nikawa nimebahatika naenda na ndege ya miguu miwili. Nikawa natembea polepole kutoka Mashini nikienda kanisani. Unaweza imagine nilitoka saa ngapi? Sasa nikiwa naelekea kanisani nikasikia wamama wanaongea, huyu leo anakula sumu. Haleluya. Hawa ni watu wapende. Watu wapende. Akianza kuimba Yona Yona alitukupe, they'll sing it so nicely. Wataimba mpaka tusikie kwamba tuko katika uwepo wa Mungu. Lakini hawa ndio wapishi wa watu wamepanga njama ya kumlisha mchungaji sumu. Na kwa bahati ya mchungaji alikuwa rafiki yangu. And as I was going to church, nikakutana naye anakanyaga na baiskeli kake anaelekea kanisani. Na nikamwambia mchungaji, today hata kama una njaa namna gani, don't eat that food because you may die. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo mchungaji akaenda kanisani. Alipoenda kanisani akapewa chakula. Kwa sababu kulikuwa hapo na kiateka kwa kanisa, akajaribu kutest hicho chakula kama kiko sawa. Na alipewa mbwa, na huyo mbwa akakufa. Kwa hiyo ilimaanisha nini? Ya kwamba huyu mchungaji alikuwa targeted ili afe. Na hao ndio watu nakubiria, watu hudu. Licha kwamba wamejazwa na roho. Hayo mambo yako hapa duniani. Tusiseme hao watu wa duniani ndio haya. Maana tunaona walevi wanakunywa kwa kikombe kimoja na hawakufi. These things happen in church. They are done by people ambao wanaitwa watoto wa Mungu. Lakini wewe ambaye unafanyiwa hayo,
tutajuaje wewe ni mtoto wa Mungu? How will we know that you are a child of God? Hallelujah. Sio na kwenda kununua sumu mpigie sasa umpe kabisa kwenda akufe kwa sababu anataka kukuua. Bwana asifiwe. Sio kutafuta mbinu ya kuenda kulipisha kisasi kwa ajili ya mambo maovu ambayo umetendewa. You may have all reasons to revenge. Unaweza kuwa na kila sababu ya kulipiza kisasi. But how do we know that you are a child of God? That you will not revenge even if you had all reasons to revenge. Wanda hautalipiza kisasi. Huyo aliyekutesa, huyo aliyekupangia jambo mbaya, huyo aliyetaka wewe uangamie na upotelee mbali. You did not revenge. Hallelujah. I want to believe that I'm preaching one of the hardest gospels that people don't want to preach today. Kwa sababu gani? Watu huliwatu pakayupata na blue na wakwambie wakupokeze makontena, lakini hawezi kukwambia ukweli utakao kusustain katika ufalme wa Mungu. Lakini siku hii leo nataka ufahamu ya kwamba kama wewe ni mtoto wa Mungu, you must learn not to revenge by all costs. Wakati maadui wamepanga njama ya kukuangamiza na umetenda yale waliyokusudia, wewe mpendwa, learn to forgive them. Learn to overlook their wickedness. Jina la Bwana libarikiwe. Romans chapter 13. Warumi 13. What does the Bible say about revenge? Romans chapter 13. Romans chapter 13. When we read from verses 5, the Bible says, therefore you need to be subject to the authorities, not only because of wrath, but also because of conscience. I think the Bible says, you will not revenge. Bishop, can I get that? Usilipiza kisasi. Romans chapter 13. I'm trying to get the verse, but the Bible is telling us that we should not revenge to those who do evil to us. Tusilipishe kisasi. Watoto wa Mungu, we need not to revenge. As Bishop anaangalia hiyo, wacha tuangalie Matthew 5 verse 39 to 43. Matthew 5 verses 39 to 43. Tusije tukalipisha kisasi. Romans chapter 13, I'll get it better. Let us look at Matthew chapter 5 verses 39. Verse 39 to 43. Biblia inasema hivi, and he came, and when he was coming, he said to them, why are you making this commotion and whooping? I'm reading Mark, but it's supposed to be Matthew. Matthew chapter 5, verse 39. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I tell you that you should resist evil. But whoever strikes you on your right cheek, turn to him the other also. And if anyone wants to sue you and take away your coat, let him have your cloak also.
also. And whoever compels you to go a mile, go with him 2 miles. Give to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to. Mwenyewe anaweza kulipisha kisasi katika njia inayofaa. Wewe mtu akifanyia maovu, then you decide to revenge back. Utakuwa umepata nini? Mtu akikata sikio lako moja, na wewe unaenda unakata lake moja. It is the same pain. Na hakuna cha mno. But when you keep quiet on it and allow God to revenge on your behalf, that revenge is always the sweetest. Ukiacha Mungu alipishe kisasi maadui wako, he will do it better than you have done. Hallelujah. Tunaishi katika jamii ambapo watu wanakufanyia maovu siku baada ya nyingine. Tunaishi katika nyakati ambapo watu wanakupangia njama mbaya. Lakini katika hayo maovu ambayo wanatutendea, twastahili tujifundishe kuacha Mungu akaweze kutupigania vita vikuu. Sio ile stadi ambayo siku hizi iko. Mtu anakukosea, nawe nao unaenda unapanga squad yako ya kuja ku revenge the same thing ambacho mtu amekutendea. Alafu unakuja kanisani unaanza kujifariji na wimbo ati mimi napiganiwanga na Mungu. Foolish souls coming out of foolish mind. Kwa sababu wewe umeenda ukapigana kinyume cha ndoto yako, then you can't comfort yourself kwamba mimi hupiganiwa na Mungu. That is not the way God fights our battles. Whenever our enemies rise up against us, our duty is to surrender to God and allow God to fight our battles. Sio sisi wenyewe kuingia na kuanza kupigana vita vyetu. I have learned so many things kutoka kwa askofu. Let me say this. Askofu anaweza pigwa na maadui, but he will be there. Hata jibu. Hallelujah. Na hao ambao walifanyia hayo maovu, they will be the first one to come and seek for his help. Hallelujah. We need to go to that level where when somebody is doing evil against us, wakati mtu anafanya mabaya kinyume chetu, we are not answering back. We are not fighting back. We are not jiteteani. Tunaachia Mungu akaweze kututetea. Sasa ile hali ya kujitetea tunaweza kumwambia Mungu, namwambia sasa, kuona huyu amenipiga, Mungu huyu utamfanyia nini? Mungu huyu amenitesa. Why do you allow him alive? No. We keep quiet on it. We allow God himself to take his authority na akaweze kushughulikia haya. Baada yalipotendeka, God was aware. Number 2. Have you become as a child of God? Okay, on that same point, number 1, you read Proverbs 25 verses 22. But point number 2, you will become as a child of God when the child produces godly fruits. Wakati huyo mtoto wa Mungu anapoyazaa matunda ya kiungu. Matthew chapter 12. Matthew chapter 12. Mathayo 12. Mathayo 12 mstari wa 33 na 35. Matthew chapter 12 verse 33 and verse 35. Biblia inasema hivi verse 33, either make the tree grow
and its fruits grow, or else let the tree die and its fruit die. For a tree is known by its fruit. Verse 5. A good man brings out good things from the good treasure of the heart, and an evil man brings out evil things from the evil treasure. Hallelujah. And I want to say that not all trees produce edible fruits. Hallelujah. Sio miti yote inatoa matunda yanayoweza kuliwa. Jina la Bwana libarikiwe. Sio kila mti utatoa matunda ya kuliwa. Kuna miti ambayo inatoa matunda ambayo inafaa kwa chakula, na kuna miti ambayo inatoa matunda ambayo haifai kwa chakula. So sisi wote ni watoto wa Mungu, tumeitwa na Mungu, tumeokolewa na Mungu, but not all of us qualify to become children of God, because not all of us produce a godly fruit. Sisi wote yawezekana leo hii tuko katika nyumba ya Mungu, tumeokoka, tunasema tunaenda mbinguni, lakini katika vipimo vya Mungu sio sisi wote tunafaa kuwa watoto wa Mungu kulingana na viwango ambavyo Mungu ameviweka, kwa sababu maisha yetu hayatatoa matunda ya kumtukuza Mungu, kwa sababu maisha yetu hayajafaa njia za Mungu. A believer's life should produce a fruit that lasts. Maisha ya mtoto wa Mungu anahitajika kuzaa matunda yanayodumu. Matthew chapter 3 verses 8. Matthew chapter 3 verses 8. Matthew chapter 3 verses 8. This is what the Bible says. Therefore, produce fruit worth of repentance. Kwa hivyo, zaeni matunda yanayostahili toba. Wewe ni matunda gani ambayo unayazaa kama mtoto wa Mungu? Matunda gani ambapo watu wa Mungu wakihusiana na wewe? Matunda gani ambayo ulimwengu ukihusiana na wewe wataona kwamba haya ni matunda yanayoleta uzima? Zaa hayo matunda. Hallelujah. Produce a fruit that is worth repentance. Zaa matunda yanayoleta uzima. Zaa matunda ambayo yanaweza kumletea Mungu utukufu. Haya matunda yanaweza Mungu utukufu ya nadhani. It is living an exemplary life that glorifies God. Ni kuyaishi maisha ya mfano bora, ili watu katika kijiji chenu wanapotaka kuhusiana na mtu wanahusiana na wewe, kwa sababu wewe ni mfano bora. Haleluya. Watu wanapotaka kuhusiana na wewe katika shule yenu hiyo wanahusiana na wewe kutokana na mfano bora. Kwa maneno mengine, wewe si yule wa kunyoshewa vidole. Kwa maneno mengine, wewe ndiwe yule ambaye una msimamo wa kupendeza Mungu na
last week nimeomba maombi mengi sana na nimehubiri mahubiri mengi sana katika ukoo wetu. Jina la Bwana libarikiwe. Why did that happen? There is nobody they could attach themselves to as a role model kama mfano bora. Nina ndugu zangu wakubwa. I have my cousins. Hao wote ni watu wazee. Mwingine ako 78 years old, the eldest of the cousins. But all of them were looking at me to give solutions to things that were happening in the family. To an extent ya kwamba wengine walikuja wakiwa wamelewa wakitaka kuleta shida. But when I was called upon, I gave solutions, and those solutions were received by everybody. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini niliweza kutafutwa? Kuweza kusuluhisha kesi, kuweza kuleta suluhisho, kuweza kuleta mwelekeo ambao unafaa. Licha ya kwamba ni one of the youngest. Kwa nini? The fruit, tunda. Bwana asifiwe. Nilipatikana nimekaa katika vikao vya wazee ambao sistahili kuongea mbele yao na kuleta suluhisho ambazo ziliweza kupokelewa na kila mmoja. Awali ni fadha kwa tumba ya kina baba, hata huyo mwingine kwenye kuliona mzazi Vincent Biboko Juma. Mwisho alisema hivi, if there is only person ambaye tunaweza kumtegemea katika ukoo wetu huu kwa tumbo ya baruti, ni huyu kijana Samuel. Hiyo ndiye aliadhibiti mwishowe, because I gave an example to everybody who was there. Nilikuwa mfano kwa kila mmoja aliyekuwa hapo. Hata wengine wakiwa mbele wanasema wanataka kunitandika, wanajifanya kwa ndio pastor. Mimi ndio kusuluhisha kesi. Kwani nisiache bibi ya marehemu atandikwe? I stood my ground na nikasema kama mtaanza kupiga, you will begin with me. And I left everybody challenged. As believers, tunataka tupeane mfano bora. Haleluya. Sio ifike mahali wakikutaja wanasema huyo hapana, huyu ni mgumu kuhusiana na yeye, licha kwamba yeye ni mtu wa Mungu. It will be a big shame. Lazima tufike kiwango cha kutoa matunda yanayoleta toba. Lazima matunda yetu yawe matunda ya kuliwa. Haleluya. Na hiyo ndio njia pekee tutatambulika kama watoto wa Mungu. Kwenye kazi yako, be an example. Kule kijijini, be an example kwa watoto wako, kuwa wa mfano. Haleluya. Usikwe kwa mfano Jumapili peke yake. Na hukutosa anapokuangalia anashangaa, huyu ni gaidi gani ndiaji? Kwa mfano, ishi maisha mfano bora. Ishi maisha ambayo wanadamu wanayafurahia. Ishi maisha ambayo Mungu anafurahia. Biblia inasema katika Luka 22 ya kwamba Yesu alikuwa akiongezeka katika kimo huku akimpendeza Mungu na wanadamu. Wewe pendeza Mungu, pendeza wanadamu. Live an example
exemplary life. Maisha yako yawe ya mfano bora, nawe utamletea Mungu tukufu. Point number 3, the last one. How to recognize children of God. Accepting his chastisement. Kukubali adhabu ya Mungu. Haleluya. Kukubali adhabu ya Mungu. Na nataka kusema hivi. Wazazi tuinue mikono. Kama ni baba nani, mama nani, inua mkono. Haleluya. Nataka kuambia hivi, huyo mtoto wako, unamwambia mtoto. Huyo. Usianze kumwambia kama baba, kama mama. No. Wakati mtoto amekosea, kuna wimbo ilikuwa inaimba, fimbo inachapa. Fimbo chapa. Haleluya. Wakati wowote unamdekeza mtoto wako, wacha nikwambie ni aibu unajitafutia wewe. Ni maisha ya majuto unajitafutia wewe. Na kama mzazi unayempenda mtoto, kiboko ndio itakayokuwa the best discipline so far. Watoto mahali mko simama. Watoto simameni kwa miguu yenu. Haleluya. Watoto wote wasimame. Sukuma. Nimeambia hivi wazazi wetu, any indiscipline case ni nini? Fimbo, and there is no room for appeal. Sawa. Mtoto yeyote asiyepewa nidhamu, huyo mtoto ni aibu kwa mzazi. Kazi huyo mtoto ni mateso kwa vizazi vijavyo. Hebrews chapter 13, Hebrews chapter 12 verses 5 to 11. Waebrania 12 mstari wa 11 hadi 11. Waebrania 12 mstari wa 5 hadi 11. Biblia inasema hivi, you have forgotten the exhortation which speaks to you as children. My son, do not scorn the discipline of the Lord, or become faint-hearted when you are rebuked by him. For whom the Lord loves, he disciplines and whips every son whom he receives. Kwa sababu kila mwana ambaye Bwana ampenda, yeye humpa adhabu. Haleluya. Mtoto yeyote ambaye baba yake anampenda, yeye atampa adhabu. Mtoto ambaye Bwana Mungu anampenda, Mkristo yeyote ambaye Mungu anampenda, huyo atapewa adhabu na Mungu. And whips every son whom he receives. Kuna